Hello, mambo vipi mtazamaji wa channel hii ya Biomedia? Karibu sana. Ikiwa ni mara ya kwanza unaitazama channel hii, ni kukaribisha. Uko sehemu sahihi. Ni channel pekee ambayo itakusogezea habari mbalimbali, update mbalimbali. Nini ambacho kinaendelea? Taarifa kede utakuwa unajipatia hapa. Mimi ni Official Rose D. Subscribe channel hii ya Biomedia ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu pale ambako tunakuwa tumeziweka kwenye channel hii ya Biomedia. Leo tuko na taarifa gani? Bwana, unaambiwa Mange amewajibu mashabiki mbalimbali ambao wanamtukana baada ya kutoboa siri ya kifo cha Karina kuwa amelogwa kisa mume wa mtu. Hiyo ndio habari ya mjini. Kama ambavyo tunajua, siku ya jana tumeweza kupokea taarifa za kifo cha mwanadada Karina ambaye taarifa zake ziliweza kusambaa kunako mitandao mingi ya kijamii kuhusiana na hali ya afya kwake. Sasa dada wa taifa Mange Kimambi akawa amezungumza jambo kwamba Karina bwana alichukua mume wa mtu, that why aliweza kufanyiwa kajambo na ndio maana akapata ugonjwa ule wa tumbo ambao umemsumbua kwa muda mrefu na kupelekea operation mbalimbali kufanyika kwenye mwili wake. Sasa hii ni miongoni mwa story ambayo kiukweli imetikisa sana, lakini pia imehuzunisha watu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii toka siku ya jana ambako tulipokea kifo cha mwanadada Karina. Kifo cha ajabu sana, cha mateso makali ambayo msanii Karina aliyapitia mpaka kifo chake kinamfikia siku ya jana huko nchini India ambako alipelekwa kwa ajili ya kupata matibabu. Na ilikuwa rejea Bongo lakini hakurejea, akawa amepoteza maisha. Ni kisa cha kusikitisha, lakini pia aliugua kwa muda mrefu na kupelekea mashabiki mbalimbali na wale ambao sio mashabiki zake kuweza kuchangia pesa za matibabu yake hapa Tanzania. Lakini juhudi ziligonga mwamba mpaka pale ambako alipelekwa huko nchini India ambako alipambana vya kutosha kwa ajili ya kurejesha uhai wake. Lakini siku ya jana tulipokea taarifa za kifo chake, kwa maana ya kwamba juhudi za madaktari pamoja na hospitali kuna nchini India ziligonga mwamba. Na dada wa taifa bwana akawa amezungumza kwamba Karina alilogwa na ndio maana aliugua na kupoteza maisha. Sasa kama ambavyo tunajua, dada wa taifa alizungumza mengi, akasema kwamba Karina inawezekana uzuri ambao alikuwa nao ndio uliosababisha kumjibu mke mwenzake vibaya, jambo ambalo lilisababisha mke mwenzake kuchukua hatua ya kumfanyia mambo namna fulani hivi, mambo yakawa mengi. Akawa anazungumza mume wa mtu sumu. Alizungumza sana dada wa taifa mambo mengi kama ambavyo tulikusogezea taarifa hiyo siku ya jana. Unajua kama ambavyo tunajua, mashabiki hawezi kukubaliwa na watu wote, lakini pia hawezi kukataliwa na watu wote. Wako wengi ambao waliunga mkono kile ambacho alizungumza dada wa taifa na kusema ni kweli, inaweza ikawa iko hivyo. Lakini wako ambao walimshushia matusi dada wa taifa kwa kusema kwamba yeye aliyajuaje hayo. Wengi wakamuita Mange ni muongo, kwamba mambo kama hayo. Sasa leo kupitia Mange Kimambi hapo ameweza kujibu sasa kwa kupitia video ambayo anawatukana mashabiki zake, wale ambao wanasema amezusha, Karina amelogwa. Mange ameweza kuandika ama kujirekodi video pamoja na caption kupitia Instagram ya kwake, na ninanukuu kile ambacho amekizungumza. Amesema hivi: wote mnaonitukana wengi wenu ni wanawake, na nina mashaka kuwa ndo nyie uwezo wa wanaume za watu yatawashinda. Mtu hawezi kukubali mume wake ametoka naye mbali alafu wewe kiurahisi tu umchukue. Hata mimi nisingekubali hili la Karina kulogwa na mke mwenzake lipo wazi, na hata mama yake alishaweka wazi kupitia moja ya interview ambayo alifanya na chombo cha habari hapa Tanzania, na kusema kwamba labda niwakumbushe, pengine hamjui, mmesahau, maana mimi ni mbea sisahaugi vitu. Alisema kwamba kaota mwanae anachana utumbo, anachana tumboni na damu mbichi zikawa zinamtoka. Tafsiri ya ndoto hiyo ni kwamba mwanae amelogwa, na hata yeye mwenyewe marehemu alisema kuwa na yeye ameota hivyo kama mama yake alivyoota. Sasa kipi mnabisha? Karina akafa kwa kulogwa tena na mwanamke mwenzie. Alimaliza kuongea hivyo mwanadada Mange Kimambi kwa kuwajibu mashabiki mbalimbali ambao wanaendelea kumtukana na kumwambia yeye hayo ameyajuaje. Yeye nani kamhabarisha hizo habari? Kumbe bwana dada wa taifa Mange Kimambi yuko na nukuu ambazo mama yake Karina pamoja na Karina mwenyewe walishawahi kuzungumza kwenye interview ambazo walikuwa wakifanyiwa kulingana na Karina kuugua.
kwamba unajisikiaje. Sasa kuna interview kumbe walizungumza, mama Karina akasema ameota mtoto wake anachanwa tumboni, damu mbichi zinatiririka. The same ndoto binti yake naye alizungumza kwamba ameota kuna mtu anamchana tumboni, damu mbichi zinatiririka. Sasa Mage yeye kupitia tu hiko ambacho walizungumza marehemu Karina pamoja na mama yake, akatafsiri kwamba moja kwa moja ni mke mwenzake na Karina amemfanyia hivyo. Jamani, sisi hatujui. Wako wanaunga mkono, wako ambao wanakataa kuhusiana na hili. Wewe una lipi la kuzungumza? Uko upande wa nani? Inawezekana kweli amelogwa au hajalogwa? Lakini nikusanue tu mwanafamilia wa Biomedia kwamba mpaka sasa hivi, mpaka muda huu, mwili wa marehemu Karina uko nchini India kwa ajili ya kusubiri taratibu ziendelee kufanyika, na usiku wa tarehe 18 yani Jumamosi utawasili nchini Tanzania majira ya saa 7 mchana. Mwili wa marehemu Karina utakuwa unapumzishwa huko kwao jijini Dar es Salaam. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hii ni Biomedia, channel pekee ambayo itakuwa inakupa update mbalimbali, taarifa mbalimbali kwa ukaribu zaidi, kila wakati, kila dakika. Tufuatilie kwa karibu sana. Instagram pia tunapatikana, Facebook tunapatikana, pamoja na TikTok. Jina ni moja tu, Biomedia. Itakuwa inapendeza zaidi. Usiache kutufuatilia, usiache kutusikiliza.